Asanteni sana, langu jina ni mjukuu wa bunduki, kijana Uhuru Kenyatta Migai, mtetezi ya wanyonge. Na nataka kuambia Senator Arun Cheriot, Majority Leader Senate. Ndugu yangu, hata mfalme mmoja alileweshwa sana na madaraka. Akaanza kutumia vyombo vibaya, kisha ikambidi Okuta akamuongelesha. Nawe pia nataka kuambia ndugu yangu, musikanyage taifa la Kenya mnaita kitambulisho. Ile identification card. Lazima ujulikane wewe ni nani, umetoka wapi, na wewe ni muizi na wewe ni mjambazi. Ndugu yangu, sisi tukue independent. Hatujawahi ona mwanasiasa failure kama Arun Cheriot. How comes tunaita kitambulisho yetu ati ni karatasi? Karatasi. This time ndio umejua kitambulisho kikaratasi kwa sababu mnatongoza Oria. Ili mupate kura mujazi kura ya Kikuyu. My friend, hamwezi pata kura ya Oria. Ni nini mmefanyia Oria ambayo watahesabu? So mnajaribu kudanganya Oria atuwape kitambulisho ambayo ina expire wa Somali kutoka kule Somali, si hata wa Somali wa Kenya. Haja yenu ni kutoa Somalia, watu wa Somalia kule ndani kuleta Kenya ili mpe kitambulisho. Nataka kuambia Arun Cheriot, hakuna mtu mjinga Kenya hii. Na kama wewe unadharau kitambulisho yetu, wewe sio kiongozi. Wewe ni kiongozi useless. Kwa sababu namna unazungumza upuzi sana. Kiongozi kama wewe, ati majority leader, anaita kitambulisho ile kitu ambayo inakubaliana kila mahali ukiingia unaulizwa. Nje yote wanaambia leta kitambulisho yako. Kwa sababu hiyo ndio inajua historia yako, umetoka wapi, wewe ni nani, umezaliwa wapi na unatoka wapi. So unatuambia kitambulisho karatasi. Nataka kuambia bro, William Ruto is a one term president. Utatangulia ukiingia Kericho ama ukiingia Nandi, Ruto anaingia Uasin Gishu akienda nyumbani. Lazima uheshimu wa Kenya, kwa sababu sasa hivi mnajificha kwa wale wajinga, wale wa Somalia wajinga wawili. Walitoka Somalia wakanyaka bendera zetu. Sasa unatuambia sasa leo hii kitambulisho ni karatasi. My friend, kama Gachagua ndiye alitangulia, Ruto pia anatangulia na wewe. Kwani nyinyi na kina nani? Hii Kenya sio ya Ruto. Hii Kenya sio yenu. Kenya ni yetu. Hata mzee marehemu Daniel Toroitich Moi aliongoza 24 years akatangulia mbele yake. Nyinyi pia mtaondoka hata mkue miaka 100. But hatuwezi kubali tuongozwe na jangili ambao wanatoka Somalia. My friend, hapa Nairobi kuna jamii wengi hao wa Somalia ambao wana kitambulisho. Then mtu anatoka hapa anaenda kule Mandera, atakwenda kudanganya Oria. Ati kitambulisho ni karatasi. Karatasi ya nani? Wewe. Karatasi ya nani? Wewe. Kitambulisho haiwezi expire. Haiwezi. Kitambulisho ya Kenya haiwezi expire. Hii njama yenu ya kudanganya jamii Oria wapigie kura kisha mkishachaguliwa mnawaruka. We cannot allow you. Na hii nataka kuonya jamii ya Somalia. Akina Arun Cheriot wanawadanganya. Wanataka kutumia kura yenu kurudi kwa mamlaka. Wakisharudi wanawaruka kama mwenye naruka mimba. Hiyo ndio wanatafuta. My friend, waje kudharau bwana. Ni nini mnatufanyia? Mmefanya watu wanateseka. Juzi kuna wamama 27 wamekwama hospitali. Na serikali gani kwenu? Ilikuwa wapi kaunti yenu Uasin Gishu? Wamama hawana hata pesa ya kujilipia bili ya nini? Ya kujifungua. Then mnapayuka kama mwenye ako na mimba. Kama mimba anataka kutoka. Hatuambia kitambulisho ati karatasi. Kitambulisho ya Kenya sio karatasi. Ni kitu ambaye imebeba details ya mtu. So Mheshimiwa Arun Cheriot, hakuna mjinga Kenya. Na tunataka kukuambia William Ruto anaenda nyumbani. Kama Gachagua ndiye alikuwa kichwa ngumu na kunyumbani. So Ruto ni nani? Hamuna kura. Hamuna sera. Hamuna idea. Hamuna chochote ambao unaweza kutulekea kama Kenya. Nowadays watoto wetu wanakaa kwa mlango. Hakuna pesa. Mmeharibu mambo ya capital education. Mambo ya new funding model. Mambo ya Linda Mama mmeondoa. Mambo ya NHF mkondoa mkaleta SHA. SHA inafaidi William Ruto, Aden Duale na ule mjinga alikuja hapa kuchukua JKA. Huyu mjinga alikuwa anaitwa hizi. Huyu minibusi anaitwa nani? Adani wewe. Na mwenye Nairobi West Hospital. Hao ndio wanafaidika wapi? Na SHA. Nataka kuambia Arun Cheriot, kama nyinyi wanaume, peeni wa Kenya watibiwe bure jinsi mlituahidi. Kama nyinyi wanaume, wapewa Kenya kazi ambayo ulituahidi kila mwaka milioni 1. Mmefanya wa Kenya wako jobless. Then mnatuambia hapa kitambulisho ni karatasi. My friend, Kenya sio yako Arun Cheriot. Kenya ni yetu na sisi wote. Na lazima tuheshimu kama kiongozi. Kama hutatuheshimu Kenya, hata sisi pia tutakuheshimu. Na tunataka kuambia wazi bana, my friend. Heshimu wa Kenya. Tulikuwa na Moi, vetting ilikuwa nafanywa. Lazima tufanye vetting. Hatuna kukubali wa Somalia kutoka Jubaland
The reason why akina Arun Cheruiyot wanazungumza hivi, wako na mpango wa kuleta watu kutoka Jubaland, wapeke kitambulisho, wapige William Ruto kura. Kenya tutakubali Kenya yetu. Mimi si Msomalia. Mimi ni Mkenya. Oria wa Kenya ni Mkenya. But wa Somalia kutoka Jubaland wanaletwa kina Arun Cheruiyot wapeke kitambulisho, ndio maana asunguza mbaya ati kitambulisho karatasi. Kitambulisho sio karatasi, na tunasema kwamba tukikutana na Msomalia yenye hajui Kiswahili na yenye hajui Kiswahili, my friend, Mogadisho break mapema Mogadisho, na tutamuuliza rais wa kwanza wa Kenya ni nani, wa pili ni nani, vice president ni nani. Kama hata sema vice president ana 5, Somalia break mapema. Huyu ni mkimbizi, my friend. Hatuwezi pimua bangi kwa sababu wanataka kura William Ruto. Hamtajaza kura. Sisi ndio tuko na plan ya kutuaiba. Gachagua si agenda. Gachagua ndiye alisaidia William Ruto akakuwa president. Leo hii mmejua kwamba kura mkikuye imeenda, mnatafudanganya watu ati William Ruto akona kura. Ndio mlete Somalia from Jubaland, wale jambazi walikuwa kule Mandera ndio wakuje kujindikisha kama wapiga kura, muondoe vetting kwa ajili ya mambo ya maslahi yenu. Na nataka kuambia hivi, iweti kama Ruto atachaguliwa 2027 tena, but hii ni onyo kwenu. The same government hiyo itakuwa na terrorist ndani. Kwa sababu gani? Mumeleta terrorist, mmepeleka kwa wanajeshi, mmepea vyeo kwa sababu tamaa ya pesa. Mheshimiwa Arun Cheruiyot, Kenya ni kubwa kushinda kila mtu, na Kenya sio yako, Kenya sio shamba ya Ruto, Kenya ni yetu. Na sisi ndio tutadecide kama Ruto anaenda ama aendi. So mambo ya kutuletea wakora kutoka Somalia Jubaland wapee kitambulisho, atunaniambia kitambulisho ni karatasi. Mogadisho. Karatasi gani? Tutafanya vetting. Tunataka kujua hao wajambazi ni kina nani. Kwa nini mnatoa vetting? Mnataka kuondoa vetting ndio mlete watu kutoka Jubaland wachukue kitambulisho. Mnaondoa vetting kule Northeastern, mlete watu kutoka Somaliland wakuwe wapiga kura Kenya. Hatutakubali mambo ya watu wa Jubaland kupewa kitambulisho kupiga kura Kenya. Hii hatuwezi kubali bwana. Kenya ni yetu. Mimi siwezi enda kupiga kura Tanzania. Mimi siwezi kuenda kupiga kura Uganda. Mimi siwezi kuenda kupiga kura Sudan. Mimi ni Mkenya. Why now the first time tumekuwa na rais failure ambaye anatoa watu Jubaland kuleta Kenya kukuwa wapiga kura. Tumeona juzi watu Mandera. Watu kutoka Jubaland walikuwa Mandera. The reason why walikuwa Mandera ni ya Ruto na kiuyo Arun Cheruiyot ni kujindikisha hao wapiga kura wa Kenya ndio wasaidie William Ruto. Ya pili, nataka kuambia Mheshimiwa Oscar Sudi. Na niambie huyu nani huyu class 3 huyu alikuwa MCA 2013 akaangushwa. Anaitwa Faruki Bet. Bwana wewe klasi yako ni MCA Faruki Bet. Gakuya amesaidia Wajaluo wa Dandora. Ukienda constituency yake anasaidia watu wake. So sisi tuko wapi? Uwezi linganisha Gakuya na Mheshimiwa Isakaja. Uwezi linganisha Gakuya na Mheshimiwa Babu Wino. Kama mnataka gavana 2027 mchague James Gakuya kama mnataka maendeleo Nairobi, kwa sababu tunataka maendeleo. Ile Dandora Dam ni mahali ambayo ikiwekwa vizuri na mpangilio itajiri vijana, kwa sababu Dandora Dam inaweza generate stima, inaweza generate mbolea, inaweza generate vitu mingi, na Gakuya kuna mpango vizuri jinsi Songa alikuwa na mpango. So mimi nataka kuambia vijana, kama nataka kupangwa tafute James Gakuya. Yule mtu akona tabia ya Sonko ni msemaji James Gakuya. Siasa is about interest kwa mwananchi. 2027 sio kwa sababu mimi ni Mjaluo napigia Mjaluo. Sahau. 2027 sio kwa sababu mimi ni Mluya napigia Mluya. Hii hakuna. Tunataka kuchagua viongozi namna kama James Gakuya, namna kama Mike Mbuvi Sonko. Mimi kama Sonko simami naenda James Gakuya kwa sababu nataka mabadiliko. Mimi sikusaliwa ni kuwe juu ya mawe. Sikusaliwa ni chane mogoka. Sikusaliwa ni tembea na mkiatu yako kuisha. Sikusaliwa ni kule mboga kama sungura. Sikusaliwe ni kule gederi kama farasi. Sikusaliwa. So siasa is about interest. Ndio maana nasema kwamba mimi nitaserve interest ya Gakuya kwa sababu interest Gakuya anaserve interest ya mwananchi. Kama Gakuya anaserve interest ya wananchi kule constituency yake Embakasi North ama yes. So kama anaserve interest ya Embakasi nini? North ama North. So niko sawa. So mimi siwezi kula gederi kama farasi. So siasa ni interest. Ndio maana nasema kwamba 2027 tuchague kiongozi ambaye anasaidia. Na yule ambaye ana nia ni Honorable James Gakuya. Hiyo ndio dawa yetu. Mambo ya mimi nimesoma ni kwa degree ngapi? Degree ndio upeleka kwa nyumba yako. Sisi hatukuli degree. Sasa Mungu abariki.